msanii mkubwa kabisa wa maigizo Madebe Ndidai, mmoja kati ya wasanii ambao wanasifika kwa kutumia lugha vizuri ya Kiswahili. Hongera kwa hilo, lakini pole kwa msiba. Chapoa sana. Tunatamani kufahamu jinsi ambavyo ulikuwa kufahamiana na marehemu enzi za uhai wake. Marehemu mzee Hashim Kambi, kwanza nilikuwa naye shirikisho msanii Afrika Shima kipindi hiko. Nilimkuta pale tukifanya tamthilia tofauti tofauti, zikiwepo Hatia na tamthilia nyingine. Lakini ukiachilia mbali hivyo, nilivyokuwa producer, yeye na marehemu Makawele ndio walikuwa watu wa kwanza kuwashirikisha katika filamu yangu ya kwanza inaitwa Jeneza. Lakini bado haitoshi, nilisho kufanya naye filamu inaitwa Mzee Ngati, kipindi cha DVD nadhani, maana sasa hivi soko lipo na Umoja. Lakini tulikuwa tunashauriana hapa na pale. Huwezi amini alikopo ni mshabiki wangu namba moja, ukiachilia mbali marehemu Mzee Korongo, kwa sababu mimi nilikuwa nafanya kazi sana na wazee wanapenda sana hekima kuliko kitu kingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye muda mrefu tulikuwa tunashauriana, anajaribu kuniambia sinema kabla ya kutoa ianze kumfikia yeye. Kwa hiyo namkumbuka kwa namna ni mtu ambaye alikuwa ananipa challenge hususan ya elimu na namna ya kuweka sawa lugha katika kuzungumza, kwamba lugha hii sasa, huyu kama ni huyu kijana usiweke hivi, yeke hivi ili ionekane unaonekana na kijana. Tukifika kwa wazee yeke, yani katika muundo wa script. Kwa hiyo mzee namfahamu na namkumbuka kwa haya. Taarifa yake ya kifo chake ilivyokufikia, lakini kabla ya kifo chake, labda kama ulibahatika kuzungumza naye? Katika mwezi huu sijabahatika kuzungumza naye, nadhani kutokana na ratiba zake. Lakini mara mwisho nadhani tulikuwa tunajadili kuhusiana na, kwa sababu yeye alikuwa mwenyekiti wa chama cha waigizaji wilaya ya Ubungo, akamu mwenyekiti yeye. Kwa hiyo kuna vitu tulikuwa tunajadili kuhusiana na chama chetu cha TDFA taifa, lakini hususani katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Nadhani ni mwezi uliopita. Mwezi huu ndio mara mwisho nakuja kukutana na taarifa ya kifo. Na kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu kipindi chote hicho, mzee amedumu jana, juzi na leo kwenye tasnia, kwa maana kuwa pia kila eneo. Kwako alikuwa ni msanii wa namna gani? Kwanza ana sifa moja kubwa, ni msanii ambaye ana uwezo wa kukariri script kwa muda mfupi, na anaikariri na anapita vile vile kama jinsi ilivyo. Kwa hiyo ameondoka mtu, tunaweza tukasema mtu mahiri na ni mtu nguli katika hii tasnia kwa maana ya falsafa ya uigizaji na utengenezaji wa filamu bora. Tunaondoka na neno gani kwenye kifo hiki? Kifo ni muondoko ambao hauna taarifa. Kifo ni siri ambayo anaijua Mungu. Kwa hiyo cha kuondoka nacho hapa ni kwamba watu wawe tayari na kifo kwa kufanya mema na kuishi na watu vizuri kwa muktadha ambao Mungu anauhitaji. Kikubwa ni kwamba tuendelee kumuomba Mungu, tuwe na mwisho mwema, mwisho usiokuwa na makando kando. Hiko ndo kitu ambacho naweza kusema kwa wale ambao wamekuja kupata elimu kupitia kifo. Pole sana. Asante sana.